Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutokana na ziara zako hususan nchini, umekuwa ukipokea kero mbalimbali kutoka kwa watu binafsi na wananchi, na kero hii imekuwa mengine yakipata majibu hapo kwa hapo na mengine hayapati majibu, na majibu mengine kwenye timu ile ya tathmini na ufuatiliaji, majibu mengine ni hafifu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, je, serikali ina mkakati gani ya kuimarisha timu ya tathmini na ufuatiliaji ili kuharakisha na kupata majibu ya kero ya wananchi hawa kwa wakati, hususan wananchi wa vijijini? Mheshimiwa Spika, na mshukuru Mheshimiwa mbunge kwa swali zuri, lakini hasa akinukuu mambo yanayojitokeza kwenye ziara. Na Mheshimiwa Spika, nikiri nilienda jimboni kwake pale Monduli, Mto Umbu pale, nilikuta wananchi wengi sana wamekusanyika wakiwa na masuala yao ambayo yanahitaji kupata majawabu ya serikali. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kuimarisha vitengo vyetu vya tathmini, na Mheshimiwa Spika, kama unavyotambua, kila wizara ina vitengo vyetu vya ufuatiliaji na tathmini. Tunapanga kuendelea kuviboresha, kuongeza bajeti ili viweze kutimiza wajibu wao wa masuala ya ufuatiliaji wa miradi, lakini pia na ufuatiliaji wa masuala mazima yanayohusu uendeshaji wa serikali, wa shughuli nzima za kila siku za serikali. Mheshimiwa Spika, pia serikali imeendelea kuboresha utaratibu wa tathmini na ufuatiliaji, na hasa namna ya kufanya engagement na wananchi wetu. Mheshimiwa Spika, tumeenda kwenye utumiaji wa mifumo katika baadhi ya maeneo ambako wananchi wanaweza wakatumia mifumo, waweze pia na wenyewe kuweza kupeleka hoja zao na kupata mrejesho wa hoja hizo ambazo wamezipeleka kupitia mrejesho, ambapo kila wizara sasa ina platform hiyo ya mrejesho, ambapo umeona katika baadhi ya wizara kazi hiyo inaendelea, ikiwa inaongozwa na wizara yetu ya ofisi ya Rais utumishi, lakini nimeshaona pia wizara za kisekta. Nimeona kwenye afya wakitumia dirisha hilo la ongea na waziri, na wizara zingine zote, hata ofisi ya Waziri Mkuu, na sisi tumeshatengeneza hiyo dashboard ambayo tutakuwa tunaendelea kufanya ufuatiliaji wa kupata mirejesho, kupeleka mirejesho kwa wananchi. Na serikali pia imeanzisha call center ambapo itakuwa National Call Center, nadhani center namba 190, ambapo mwananchi anaweza akaongea kwa simu ama akaongea kwa ujumbe mfupi wa kutumia simu zote, simu janja na simu za kawaida, ili kuweza kupeleka hoja yake na aweze kupata majibu. Mheshimiwa Spika, lakini kingine niwahakikishie waheshimiwa wabunge na bunge lako tukufu kwamba usikilizaji huu wa kero haitakuwa jambo la ziara tu. Tumeimarisha utaratibu ambao sasa tutataka kila mwezi pawe na jedwali, mwananchi gani alifika katika ofisi ya serikali, alienda na hoja gani, na ile hoja imetekelezwaje katika ngazi ambayo mwananchi aliipeleka. Kama ni ngazi ya kijiji, watasema walipokea hoja kutoka kwa mwananchi gani, inahusu kitu gani, namba yake ya simu ni ipi, na wameitatua namna gani. Kama hawajaitatua, tunataka turejeshe utaratibu wa kiongozi wa serikali kubeba hoja ya wananchi kuipeleka katika ngazi inayohusika, badala utaratibu ambao umeanza kuzoeleka wa kila mwananchi kuhangaika yeye mwenyewe kupambana kutafuta kupeleka hoja katika ngazi ya juu, ili hali serikali imeshapokea hoja hiyo katika ngazi zinazohusika. Kwa hiyo utaratibu huu tutaendelea kupokea taarifa zake za kila mwezi, za kila ngazi, na hapo ndipo tutakapoanza kupimana kwa utekelezaji wa majukumu yanayohusu wananchi, badala ya kupimana kwa kukaa sana ofisini kwamba huyu ameshakaa miaka kadhaa anastahili kupandishwa daraja. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.